Subscribe Mzee wa Jimbo TV, sauti ya mpiga kura. Taarifa ninayowasilisha leo inahusu mafanikio katika utendaji wa mkoa wa Ruvuma kwa kipindi hicho. Taarifa hii imewezesha kupatikana kwa fedha ambazo ni makusanyo ya halmashauri ya wilaya ya Songea. Fedha hizo ambazo ni kiasi cha milioni 9.2 za makusanyo ya mapato katika vyanzo mbalimbali zilikusanywa na mawakala huko katika halmashauri yetu ya wilaya ya Songea kupitia mifumo ya elektroniki na hazikuwasilishwa benki kwa wakati kama taratibu zinavyotaka. Hivyo baada ya TAKUKURU kufanya ufuatiliaji wa fedha hizo ziliweza kuwasilishwa benki kama taratibu zinavyotaka. Kama mnavyojua saizi nguvu kubwa tumeelekeza kwenye kuzuia. Hatutaki hela za serikali zipotee. Sawa? Kwa hiyo tunaposema kwamba tumefanikiwa kuokoa kiasi hiki cha fedha, hizi ni wale mawakala walioomba uwakala wa kukusanya fedha kwenye hizi halmashauri zetu. Sasa kuna baadhi wanakusanya hizi hela wanakaa nazo, hawazipeleki benki kwa wakati. Utaratibu ni kwamba kila anapokusanya kila siku anatakiwa hizi hela kazi benki. Kwa hiyo kuna baadhi ya mawakala walikuwa na hizi hela. Kwa hiyo sisi kupitia utaratibu wetu wa kuangalia fedha za serikali kwamba hazivujishwi, hazifanyiwi ubadhirifu, kuna baadhi ya mawakala wa hiyo halmashauri ndio tukawakuta, tulifanya kwa wengi. Sawa, lakini baadhi ndio tukawakuta wana hizo milioni 9 bado hawajazibenki kulingana na utaratibu. Na hii pia huwa inapelekea zile hela tusipozifuatilia au zisipofuatiliwa na wahusika, watu wanazifanyia ubadhirifu. Saa nyingine hawazibenki kabisa, wanazitumia wanavyojua wao. Lakini sisi baada ya kufuatilia tulifanikiwa kuokoa hizi hela. Hatuwezi kuwataja kwa majina, lakini ni baadhi ya mawakala. Hatua iliyochukuliwa ni hiyo tu, kufuatilia kwamba hela zinaenda benki. Zikisha kwenda benki basi tunakuwa tumefanikiwa kuokoa fedha za serikali. Aidha, ufuatiliaji huu umewezesha pia kuongezeka kwa makusanyo katika halmashauri ya wilaya Songea. Wakati sisi tunafanya huu ufuatiliaji tulikuta makusanyo yao yako chini ya 50%. Hivyo sisi baada ya kufuatilia na kufanya intervene sasa wameweza kufikia 102.6 ya makusanyo ambayo yanatumia mifumo hii ya kielektroniki. Katika hatua nyingine tumetoa ushauri wa kurekebisha mapungufu kwenye miradi mitatu ambayo tulifuatilia tukakuta ina mapungufu. Miradi hiyo ilikuwa na thamani ya milioni 29.9 na mapungufu hayo yalifanywa marekebisho. Miradi hiyo ilikuwa kwenye sekta ya miundombinu, sekta ya kilimo na sekta ya fedha. Pia katika kufanya kazi zetu katika kipindi hiki ofisi iliweza kufanya chambuzi za mifumo 3 pamoja na washa 3 na kuweza kukaa na wadau kwa ajili ya kuwekeana maazimio ya kuziba mianya ya rushwa kwenye hizo washa. Jumla ya maazimio 16 yalifikiwa kwenye hizo washa zetu 3 na ambapo tutafanya ufuatiliaji katika kipindi hiki tunachoendelea nacho tuone yale maazimio utekelezaji wake umefikia wapi. Pamoja na hayo tuna utekelezaji wa programu ya TAKUKURU Rafiki. Utekelezaji wa programu hii umefanyika katika kata 12 katika kipindi hiki cha robo iliyopita ambapo jumla ya kero 118 ziliibuliwa. Kati ya kero hizo tumefanikiwa kuzitatua kero 89 na kero 29 zinaendelea kutafutiwa ufumbuzi wake. Kwa upande wa elimu kwa umma tuliweza katika kutekeleza jukumu hili tumeweza kuendesha semina 24, tumeweza kuimarisha klabu za wapinga rushwa kwa shule za msingi na sekondari 53, tumeweza kufanya mikutano ya hadhara 26, tumefanya maonesho 6, tumeweza kuandaa makala 2 na tumeendesha vipindi 3 vya redio. Katika idara ya uchunguzi na mashtaka, ofisi yetu iliweza kupokea malalamiko 100 katika kipindi hiki cha miezi 3 iliyopita, ambapo kati ya hayo malalamiko 80 yalihusu rushwa na yanaendelea kuchakatwa, yako kwenye hatua mbalimbali za uchunguzi. Na malalamiko 20 hayakuhusu rushwa, na hivyo watu waliokuja kulalamika walipewa ushauri na wengine wakahamishiwa kwenye idara husika kupata ufumbuzi wa kero zao. Aidha, kesi 4 zilifunguliwa mahakamani kwa kipindi hicho cha miezi 3
na ambapo kesi 3 zimeamuliwa na kesi zote jamhuri tumeshinda. Hili naomba nilichukue la ujenzi holela. Tutaenda huko manispaa tuone, lakini na hao ambao wanaona mambo hayaendi au wamepewa vitu ambavyo ndivyo sivyo, mimi ni shauri kama mnawafahamu, washaurini waje hapa ofisini watupe taarifa tuwasaidie. Tuone kama ni sheria hazijulikani au taratibu zimekiukwa, sisi tuzifanyie kazi. Kwa hiyo tuwaombe hao wananchi ambao wamefanyiwa ndivyo sivyo, wafike kwenye ofisi yetu tuwasaidie. Kwa hiyo nyinyi waandishi wa habari tuwaombe muwasaidie hao ambao mnawafahamu, nyinyi mko karibu zaidi na wananchi. Wafike ofisini wasiogope. Tutawasaidia kwa hilo, lakini tunalichukua, tutalifuatilia. La pili, kuhusiana na ujenzi wa stendi ya Parangu. Hiyo taarifa kwetu tunayo na tunaifanyia kazi, iko kwenye hatua ya uchunguzi. Sio ya ufuatiliaji, ni hatua ya uchunguzi. Kwa hiyo uchunguzi ukikamilika tutawapa taarifa. Tunaifanyia kazi. Sio kwamba ni swala geni kwetu, tunalifahamu. Hata kabla ya hiyo ziara sisi tayari tulikuwa tumeshaanza kulifanyia kazi muda mrefu sana. Kwa sababu ni kazi yetu ya kukagua miradi. Tulipokagua mradi tulishauona una mapungufu kabla hata ziara Mheshimiwa RC. Kwa hiyo tayari tulikuwa tumeshaanza kulifanyia kazi. Linachunguzwa. Subscribe Mzee wa Jimbo TV, sauti ya mpiga kura.